Unatazama Ramadhani na Msikiti. Leo inshallah taala kwa taufiki yake Mola Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutazungumzia Ramadhani. Hii Ramadhani ni nini? Na Ramadhani imetoka wapi? Na ni nani aliyetuwekea Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ameutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutaja kwa jina shahru Ramadhan. Huu ni utukufu mkubwa ndugu Muislamu, ni kuonyesha kwamba mwezi huu ni mwezi mtukufu sana. Ni mwezi mtukufu sana kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kautaja kwa jina shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ambao kwamba ndio mwezi ulioteremshwa ndani yake kitabu takatifu, nao ni kitabu cha Qur'an. Qur'ani ambao ndio mwongozo wetu sisi Waislamu. Qur'ani kama hii mwezi ulioteremshwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema kubwa ndugu Muislamu. Al-Imam Ibn Kathir alipoifasiri aya hii, fungua tafsiri al-Imam Ibn Kathir ni mujalladi wa kwanza juzuu ya kwanza ukurasa 501, akieleza aya kama hii anasema yabda'u Allahu ta'ala shahra as-siyam min bayni sa'iri ash-shuhuri bi an akhtarahu min baynihinna bi inzali al-Qur'an al-'azim fihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua ama ameusifu mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine, kwa sababu mwezi kama huu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua kwamba ni mwezi mtakatifu ambao ndani yake umeteremshwa ndani yake Qur'an. Hii ndio sababu kubwa mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi mtukufu sana, kwa sababu mwezi kama huu umeteremshwa al-Qur'an al-Karim. Na Qur'an yenyewe hii ndugu yangu, wa amma al-Qur'an al-Karim unzila fi lailatul qadr, Qur'an yenyewe imeteremshwa ndani ya lailatul qadr, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qadr aya ya kwanza, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qur'ani imeteremshwa ndani ya usiku huu mtukufu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni neema kubwa tumeipata hii sisi Waislamu. Kwa mara nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia neema kubwa kutuletea tena Ramadhani ikiwa bado pumzi zetu zinatoka. Hii ni kheri kubwa ndugu zangu Waislamu. Tena kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye anatuelezea utukufu wa Ramadhani. Fungua sahihi ya al-Imam an-Nasa'i hadithi nambari 2106. Fungua sahihi, fungua kitabu kinaitwa Mirqatul Mafatih Sharh Mishkatul Masabih cha al-Imam Mulla Ali Qari, mujalladi wa 4 ukurasa 366, ni hadithi nambari 1962. Hadithi ambayo ni sahihi, kaipokea Abi Huraira, hadithi ambayo haina shaka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema nini? Anasema siku moja Abu Huraira asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu, Bwana Mtume alikuwa akiwabashiria masahaba zake mwezi wa Ramadhani. Bwana Mtume Muhammad aliwakusanya masahaba zake mwisho wa Shaaban, akawaambia kad jaakum shahrun Ramadhan, kad jaakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, hakika umewajilia nyie mwezi wa Ramadhan,
tena sio mwezi wa kawaida. Shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka, sio mwezi wa kawaida. Tuftahu fihi abwabul janna, mwezi ambao kwamba hufunguliwa ndani yake, ndani ya mwezi kama huu, milango ya pepo. Milango ya pepo yote kuanzia jana ipo wazi. Mwenyezi Mungu atujalie tukaingie insha Allah. Milango yote ya pepo kuanzia jana iko wazi, ndugu zangu Waislamu. Watughlaqu fihi abwabal jahim, na mwezi huu kunafungwa ndani yake milango ya moto. Milango ya moto yote ishafungwa tayari. Wasufidati shayatin, na mashaitani washafungwa, wale wenye kuwasumbua binadamu na kuwatia zahma wakaacha ibada washafungwa. Fihi laila, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema katika mwezi kama huu kuna usiku khairun min alfi shahr, usiku huo ni bora kushinda miezi 1000. Yani usiku wa Lailatul Qadr ukiupata usiku ule ni bora kushinda wewe miezi 1000 ukawa unafanya ibada. Kheri kubwa kama hii, ndugu Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema man hurima khairaha faqad hurim, yoyote atakaye koseshwa heri kama hii. Ramadhani imeingia, ndugu Muislamu, milango ya pepo ipo wazi, milango ya moto ifungwa, mashaitani mfungiwa, kisha ukose kuingia peponi. Mtume Muhammad anasema huyu mtu ameathirika pakubwa sana, ameangamia vibaya mno. Manake vishawishi vyote ambavyo vinakushawishia ufungiwa. Kwa nini usiingie peponi, ndugu Muislamu? Mtume Muhammad anasema man hurima khairaha faqad hurim. Hii ni hadithi ya kwanza. Twende kwa hadithi ya pili, tuone bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotilia nguvu, hadithi ambayo kaipokea al-Imam Muslim kwa nambari 1079. Vile vile ameipokea al-Imam al-Bukhari kwa nambari 3277. Tusali Mtume Muhammad. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala Ramadhan, inapoingia Ramadhan, futihat abwabul janna. Baada bwana Mtume anatufundisha, anatuhimiza, anatuwekea taukidi, asema inapoingia Ramadhan, jamani, milango ya pepo yafunguliwa, msidharau, acheni machezo, huu ni mwezi wa kuvuna, vuneni. Wa ghulikat abwabul an-niran, na milango ya moto inafungwa, ndugu Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tufanye ibada, anatuhimiza tujitolee katika mwezi mtukufu kama huu. Ndugu zangu Waislamu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado anaisifu Ramadhan, bado anatuhimiza katika mwezi wa Ramadhan. Asema nini? Twende katika sahihi ya Imam Muslim vile vile, hadithi nambari bainahunna idha tunibatil kabair. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema swala ya faradhi mpaka swala ya faradhi, adhuhuri mpaka alasiri, alasiri mpaka magharibi, magharibi mpaka isha, isha mpaka alfajiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema swala ile na jumaatu ila juma, na ijumaa mpaka ijumaa. Bwana Mtume akasema wa ramadhanun ila ramadhan, na Ramadhani mpaka Ramadhani. Ramadhani iliyopita, ndugu Muislamu, na Ramadhani ya leo unayoipata, Bwana Mtume anasema mukaffiratun lima bainahunna, inakusamehea madhambi yako, ndugu Muislamu, inakusamehea madhambi yako kwa sharti idha jitunibatil kabair, ikiwa utajiepusha na madhambi makubwa, basi yale madhambi madogo madogo yote kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yako. Allah atujalie, ndugu zangu Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado anatuhimiza na anatuonyesha utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anataja al-Imam al-Baihaqi kwenye kitabu chake Shu'abul Iman, mujalladi wa 4, hadithi nambari 3603, hadithi ya Jabir bin Abdullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, asema nini Mtume Muhammad? Asema
khamsun utitu, asema mambo matano nimepewa mimi Mtume Muhammad, lam yu'ta nabiyyun min qabli, hakuna mtume hata mmoja aliyepewa mambo hayo matano. Kuna mambo matano bwana Mtume asema nimepewa mimi Mtume Muhammad, ambao mambo hayo na faida hizo na baraka hizo wengine hawajapata. Faida gani ndugu Muislamu? Bwana Mtume Muhammad anasema jambo la kwanza, idha kana lailatu min Ramadhan yanzuru Allah subhanahu wa ta'ala ilayhim, ule usiku wa kwanza wa Ramadhan Mwenyezi Mungu anawatizama waja wake. Waman nadhara Allahu ilayhi, na mwenye kutazama na Mwenyezi Mungu, lam yuadhibuhu abada. Ukabahatika ndugu yangu usiku wa jana ule kwa umetizama na Mwenyezi Mungu, nadhara ni kitu muhimu sana ndugu Muislamu. Allah anapokutizama kwa jicho lake la huruma, basi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa amma nawalu asema lam tuadhibuhu abada, siwezi kumwadhibisha tena mja kama yule mie. Hii ni baraka haipatikani ila katika mwezi gani ndugu Muislamu? Katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la pili, wa amma thania, jambo la pili bwana Mtume Muhammad anasema la khalufu saim, kule kunuka, yani kutoa harufu mbaya katika kinywa cha mfunga, atyabu inda Allahi min rihi miski, harufu ile inanukia vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko miski. Yani wewe unafunga pengine unaona mbona inatoa harufu, kumbe ile harufu Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda wewe, anakupenda wewe sana, kwa sababu umeufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la tatu, Mtume anasema fa innal malaikata tastaghfiru lahu fi kulli yawmin wa layla, malaika wanawasamehe, wanaombea msamaha waja kila usiku na mchana. Jamani, kheri kama hii utaipata wapi kwa Ramadhani? Hii ni kheri kubwa. Ndio bwana Mtume akasema aliyekoseshwa amekosa huyo. Yani kheri zote hizi malaika mchana wote na usiku wote wanatuombea msamaha, tusamehewe ndugu Muislamu. Ni kheri kubwa hii. Jambo la nne, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya'muru jannatahu, Mwenyezi Mungu anaamrisha pepo yake, fayaqulu ya jannati tazayyani liibadi, jipambe pepo kwa ajili ya waja wangu. Waja wangu wanakuja pepo yangu, jipambe. Asema au shaka an yastarihu min ta'bi dunya ila dari wa karamati, nataka waja wangu waje wapumzike kwenye pepo hiyo, wanataabika kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kutafuta radhi zangu, basi mimi nimewasamehe, wanakuja kuingia katika jannatul firdaus. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jambo la tano, Mtume Muhammad anasema fa idha kana akhiru layla yaghfiru Allahu jami'a, Mwenyezi Mungu inapofika usiku wa Ramadhani ule wa mwisho, kwa baraka Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake. Ndugu zangu Waislamu, neema kama hizi hazipatikani ila katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio bwana Mtume Muhammad siku moja anapokea hadithi al-Imam Muslim wa nambari 2551. Vile vile anapokea hadithi hii al-Imam at-Tirmidhi, hadithi ambayo kwamba haina shaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja saida al-minbar, amepanda mimbar bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala amin, bwana Mtume Muhammad akawa yasema amin amin amin. Masahaba wakashangaa, kuna nini leo? Hatujawahi kumwona bwana Mtume Muhammad akisema amin jamaa kwenye khutba ya Ijumaa, kuna nini leo? Alipoteremka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamuuliza ala ma aminta ya Rasulullah, hebu tuambie kuna nini leo, mbona umepiga amin? Bwana Mtume Muhammad akawajibu masahaba akiwaambia atani Jibrili akarijia pale nilipokuwa niko kwenye mimbar. Anaambia nini? Raghima afwan
ameangamia mtu. Raghiba anfu rajulin, ameangamia mtu. Man adraka ramadanan walam yughfar alayhi, mtu ambaye kwamba Ramadhani imemfikia na mtu kama ule mpaka Ramadhani iondoke na asipate msamaha, mtu kama huyo amepata hasara kubwa. Ndiyo dua iliyoombwa na Jibril, nikaambiwa tikia amin. Allahu akbar. Hatari, yani Ramadhani ifike alafu usipate msamaha wa Mola wako, isiwe ndio sababu ya kuingia peponi. Kwa dua ya Jibrili wewe umeangamia, ndugu Muislamu. Mwenyezi Mungu atahifadhi ya Rabbil Alamin. Hizi ndio faida, ndugu zangu Waislamu, ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya Ramadhani, ndugu yangu, ambayo ndio kitu muhimu ambayo leo tuko nayo, nao ni saumu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia anavyotuhimiza kufunga mwezi wa Ramadhani. Anapokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake nambari 1892. Vile vile hadithi hii ameitaja al-Imamu Fathul Bari, al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake Fathul Bari, sharhi sahihi al-Bukhari, ni mujalladi wa 4, ukurasa ni 139, hadithi nambari 2014. Tumsalie Bwana Mtume Muhammad, hadithi ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man yoyote swama Ramadhanan, atafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan, kwa iman, ukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ukaufunga ukawa na iman, ukawa na bashasha, ukawa na raha, imanan wa ihtisaban, kwa imani, na ukawa ni mwenye kutarajia thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia thawabu zake ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtu kama yule, na Mtume anasema atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita, ndugu Muislamu, kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kisherehesha hadithi asema, imanan ay bi an ya'taqida bi faradhiyati sawm, uitakidi kwamba hii kufunga kwako ni lazima ufunge. Wahtisaban, maana yake nini? Yatlubu thawaba min Allah subhanahu wa ta'ala, na utatarajia thawabu na maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukusamehea, ndugu Muislamu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuingie kidogo kwa maneno ya maulama ili tupate baraka zao. Al-Imam an-Nakhai, maneno haya anayapokea na anayataja ni al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake la Taiful Maarifi, ni ukurasa 178. Anamnukuu al-Imam an-Nakhai rahimahullah, qala al-Imam an-Nakhai, asema, sawmu yawmin min Ramadhan afdalu min yawmi afdalu min alf yawmin min ghairi Ramadhan. Asema kufunga siku moja, yani siku moja ukafunga katika mwezi wa Ramadhan ni bora wewe, inashinda mtu kufunga siku 1000, yani siku 1000 wewe ukafunga, inashinda na kupata kufunga Ramadhani moja ya leo. Angalia faida ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa tasbihatun fi shahri Ramadhan, na kuleta tasbihi katika mwezi wa Ramadhan, afdalu min 1000 tasbiha, ni bora kushinda tasbihi mara 1000 nje ya miezi mingine. Ramadhani tu ndio tukaambiwa Ramadhani, jamani, tuzidisheni kuleta adhkar, kuleta dhikri kwa wingi, ili kwa sababu ni mwezi mtukufu, yani ajili zake ni kubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio akatuhimiza tutaje tasbihi na adhkari kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Soma sahihi ya Ibn Khuzaimah.
Tusome sahihi ya al-Imam Ibn Huzaima, hadithi nambari 1887, ni mujalladi wa 3 ukurasa 191. Tumsalie Mtume Muhammad akitueleza umuhimu wa kuleta adhkari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na dhikri ambayo ni bora zaidi tuzilete katika mwezi wa Ramadhani ni dhikri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fastakthiru fihi min arba'i khisal. Waislamu, zidisheni, fanyeni wingi kusema wastakthiru. Istakthara ni wingi. Maulama wa lugha wanasema aziyadatu fil mabna tufidu ziyadatu fil maana. Ile jengo likiwa limezidi harufu lile, istakthara ni yani imezidi, sio kasura. Istakthara yani imezidi harufu, maana yake ni kuzidisha. Mtume Muhammad anasema tuzidishe kusema dhikri hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema dhikri yenyewe ni hii, asema khaslatani turudhuna bihima rabbakum, mambo mawili katika hayo manne ambayo matakiwa museme sana, muzidishe kusema sana. Mawili yake ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa tastaghfiruna, ni kuleta shahada na kuleta istighfari. Haya ni mambo mawili yatakiwa Waislamu walete sana dhikri kama hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa khaslatani la ghina bikum anhuma, hamuna budi, lazima mumuombe Mwenyezi Mungu muyafanye hayo ili muyapate. Asema haya mawili yale, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Sema tena ndugu zangu, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika. Hii ndio adhkari wala Mtume Muhammad na maulama wakatuhimiza. Mmoja ni al-Imam al-Hafidh al-Mundhiri kwenye kitabu chake at-Targhib wa at-Tarhib, mujalladi wa 2 ukurasa wa 70. Hapa naona tumechukua wakati mkubwa na ishara ya babangu imekuwa tayari. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani atusamehe madhambi yetu. Kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani atujalie ni wenye kutakabalia saumu zetu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atujalie Ramadhani hii ili iwe ni wenye kutubadilisha inshallah Taala na kutufungulia mambo yote. Kila wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, waliokufa Mwenyezi Mungu warehemu, wazee wetu hawa ambao tuko nao kwenye viti Mwenyezi Mungu awape afya, awape umri, wake zetu, watoto wetu Mwenyezi Mungu awahifadhi, na kila mwenye balaa Mwenyezi Mungu amuondoshee birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. AYUA TV, ulimwengu kiganjani.